lakini bado tunaendelea kupokea maoni ya waumini mbalimbali ama washiriki mbalimbali ambao wameweza kufika kwa siku ya leo. Tunaye hapa kiongozi wetu wa Tayo, tutaenda kumsikia vizuri nisije nikatoa utambulisho ambao sio. Kaka, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari ya uzima? Nzuri. Tunatamani kusikia kwa majina, unaitwa nani, cheo chako? Mimi naitwa John Kibata, ni mwenyekiti wa Tayo Dayosisi ya Dar es Salaam, lakini vivyo pia ni mwenyekiti wa Tayo Kanisa Anglikana Tanzania. Amina kaka, asante sana. Leo tumeweka alama katika maisha yetu kwa mwaka 2026. Sasa yale matarajio uliposikia kwa habari ya mkesha, umeyaona kwa asilimia gani yakitimia katika mkesha huu, kwa ushiriki hasa kwa vijana na hasa kwa namna watu kupokea? Amen. Kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Kwa maoni yangu kila kitu kimeenda sawa na tunamshukuru Mungu sana kwa hilo. Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Na mbali na kuangalia idadi ya washiriki, lakini kikubwa ni ile message ama content ambayo imetolewa na baba askofu. Kwa kweli ni ujumbe ambao unaashiria kuweka alama kweli kweli. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa neno, lakini pia la pili tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo watu wengi wameshiriki, hasa vijana na watu wengine. Lakini la tatu pia tunawashukuru watu wa Ubungo kwa namna ambavyo wametuandalia mazingira mazuri. Kwa kweli kila ukija Ubungo hapo kunakuwa na improvement pia ya mazingira. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu pia kwa ajili yao. Amen, asante sana. Kama kiongozi wetu wa Tayo Dayosisi, ni maono gani ambayo unayo kwa vijana kwa mwaka huu 2026? Yako maono mengi, na kwa sasa hivi tuko kwenye hatua za awali za kupata kibali kwa baba askofu. Lakini kiujumla wake ni kwa sasa hivi tunaangalia namna ya kufata cheni ile, kwa maana ya watoto wanavotoka watoto wadogo kuja vijana, alafu kuja vijana waliokomaa. Kwa hiyo tunajaribu kutafuta cheni hapo, tuangalie namna gani ya kufanya. Lakini vile vile pia tunayo matukio kadhaa ya kuwaunganisha vijana ndani ya diocese. Lakini pia tuna tukio kubwa la vijana kwa ngazi ya taifa ambalo linafanyikia Zanzibar, ni kongamano la kitaifa. Lakini pia program nyingine tutakuwa na vikao na mikutano mbalimbali, na ikimpendeza Mungu pia uchaguzi mwaka huu wa Tayo Dayosisi tutaufanya. Kwa hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo tunayo. Amen, asante sana. Na tunatamani kusikia kama kiongozi wetu na ambaye unabeba maono kwa vijana, neno kwa ajili ya vijana, kwa ajili ya vijana wenzako, vijana wako ambao unatulea Dayosisi, neno la mwaka 2026. Kwa kweli kubwa zaidi tuendelee kumtegemea Mungu na kumpa Mungu mipango yetu ili Mungu atufanikishe. Moja ya sifa ya vijana, tunaota vitu vingi na tuna dream vitu vingi. Kwa hiyo tufahamu kuwa pamoja na jitihada na nguvu tulizonazo, lakini bila Mungu ni sawa na sifuri. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuendelea kumweka Mungu katika maisha yetu, kumtegemea na kujaribu kumshirikisha mipango yetu na mambo yetu, ili ujana wetu basi usiwe bure mbele za Mungu, lakini na mbele za wanadamu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumweka Mungu mbele. Hiyo ndio message yangu kubwa. Lakini vile vile pia tunafahamu vijana tunapitia changamoto nyingi. Kikubwa ni kujitia moyo na kumwomba Mungu atutie moyo, lakini pia tuvuke. Changamoto ni sehemu ya maisha, na mimi nawatia moyo vijana wenzangu tusikate tamaa. Tutakata tamaa tukiwa kaburini, lakini kwa sababu tuko hai, basi Mungu atusaidie tuendelee kupambana ili kuweka mambo yote sawa. Amina, asante sana na Mungu akubariki na nikutakia majukumu mema ya utendaji kwa mwaka 2026. Amina, tunawashukuru sana, na binafsi nimeona pia nguvu yenu katika media, na nichukue nafasi hii kuwapongeza kwa dhati kabisa kwa namna ambavyo mna improve kila siku. Sasa hivi kuwa na Ubungo Media kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Na kule mtaani wanasema mnaupiga mwingi, na sisi tunawaombea basi Mungu aendelee kuwategemeza zaidi na muendelee kufanya zaidi kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Na tunaamini kuwa kupitia platform hizi za mawasiliano, kanisa pia linakuwa na visibility nzuri ndani na nje ya mipaka ya kanisa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu na tunaombea Mungu awape afya na nzuri, lakini na maono makubwa ili kuendelea kumtumikia yeye katika uzuri na utaratibu. Amen. Asante sana na tumezipokea. Asante sana, Mungu awabariki. Amen.